Inawezekana baada ya muda fulani ya sisi watangazaji tutakuwa tunashindana kwenye masuala mazima ya kununua magari. Nimeanza kama jokes tu kwa sababu hivi karibuni au miaka ya nyuma pia takriban hapa wasanii wamekuwa wakishindana sana kwenye masuala mazima ya kununua mandinga makali, magari makali. Tumeona kuna picha ambazo Rayvanny Vivian Boy amezishare kupitia page yake Instagram akionyesha kwamba amepiga picha mbele ya G-Wagon. Watu wengi wakawa wanampongeza pale. Sasa maneno ni mengi sana. Watu wengi wanaamini kwamba Rayvanny amenunua G-Wagon. Na kwa mujibu wa Google, G-Wagon naenda kama $300,000 na something hivi. Mimi naitwa D3 mjumbe wa burudani, naenda kuzungumza na Mr. Pimbi hapa, mzee wa fakti, kwa ajili ya kupata ufafanuzi wake juu ya kile ambacho anakifahamu. Ni kweli Vanny Boy rafiki yake wa karibu ameenda kununua gari aina ya G-Wagon? Kwa sababu unafahamu Rayvanny ana gari moja hivi inaitwa V8 ya mwaka wa nyuma. Kwa mujibu wa Doto Magari aliwahi kusema hivyo kwamba Rayvanny na gari yako ya V8 ya mwaka wa nyuma unavimba nayo sana. Hana longolongo, ana cha kuongea. Baki hapo hapo, naenda kuzungumza na mzee wa fakti. Pimbi, tukupe miaka mingapi au muda gani na utaweza kununua gari kama ambavyo wasanii wamekuwa wakifanya hivyo? Kununua gari ni jambo ambalo kila mtu anaweza kununua kwa muda ambao anakuwa amejiset yeye. Kuna mtu mwingine hatamani kununua gari kwa muda huo, anatamani kuanza kitu fulani. Kwa hiyo kununua magari, kununua kufanya vitu tofauti inategemeana na tension ya mtu kwa muda huo. Sasa hivi sio sasa hivi tu, nyuma kidogo pia tuliwahi kushuhudia wasanii wakishindana sana kwenye kununua magari. Tuna Diamond alinunua Rolls Royce, akanunua Cadillac zile mbili, wakaanza kuzungumza. Jux ana magari yake ya chini, mwenyewe anapenda magari ya chini. Mario pia alizawadiwa gari ya juu aina TX, lakini akaibadilisha akataka kuchukua gari ya chini. Nataka nisikie hili kutoka kwako. Mtazamo wa wasanii kwenye magari umekaaje? Maana huu umehamia mpaka kwa wachekeshaji. Mr. Mwanya na Crown, Shafia na Crown, Steve Mweusi ana EST, Ndaro ana Crown. Kushindana kwa magari kumekuwa kwa namna hiyo. Mtazamo wako juu ya magari haya tofauti upoje? Alafu tuje kwa rafiki yako Rayvanny Boy. Kwanza unapozungumzia magari unapaswa kutenga maji na mafuta. Nikisema kutenga maji na mafuta, manake mtu kama Vivian Boy, mtu kama Diamond Platnumz hutaki kuweka chungu kimoja na wakina Ndaro, sijua wakina Steve Mweusi. Si mfano tu. Kawaweka chungu kimoja na hao wakina Mr. Mwanya. Sijui umeelewa mpaka hapo. Kwa hiyo ni mbingu na ardhi. Kwa hiyo I think we don't need to compare Diamond au Harmonize na hao watu, kwa sababu hao ni watu ambao wako very far. Lakini kwangu mimi niseme tu, gari ni kitu kikubwa sana kwa msanii. Na unatakiwa uwe na gari, sio gari ili mradi. Yani msanii you need to have a big car. Gari kubwa ambayo mtu ambaye anaweza kuafford ni mfanyabiashara mkubwa tajiri. Yule ukipishana naye sheri, it's fine. IST, kuna mtu pia anaweza kajichanga kwenye kulimalima huko akalima kanunua IST. Corolla sijui nini Karina, kuna mtu anaweza kajichanga kwenye mishe zake akajisacrifice akanunua hicho Corolla Karina sijui Vitz na nini, kama dada yetu Zaya anavyojichanga kununua hiyo. Habari zote nazo anajichanga, First Lady of Kajenjele Media. Anajichanga ile kununua. Nimesikia ananunua Karina. Karina itamfaa? Karina sizie za zamani, gia za hapa. Mambo asiwe mengi. Kuna kama akachukua Vitz. Bado. Tuamie kwa rafiki yako wa karibu Rayvanny Vivian Boy. Tumeona ameshare picha akiwa yuko mbele ya G-Wagon, alafu hajaandika chochote. Tafsiri yake ni nini? Amekwambia nini Rayvanny? Kuna kipi ambacho umekipata baada ya kuona vile watu wana comment kwamba amenunua G-Wagon mpya? Oh my god, ni kama $500. No. Mimi nilikuwa na chat naye. Naomba simu yangu. Chat na Vanny Boy? Naomba simu yangu. Tuonyeshe wadau ili we ta. Yes. Kwa Rayvanny ni mtu ambaye mpaka mnazungumza kwamba mimi nimenunua hiki kiasi hichi kwa hichi na hichi. Ni kawaida. Kwangu mimi kuchati na Vivian Boy hivyo vitu ni kawaida. Na ni bosi wangu. Kwa hiyo kitu chochote kuniambia bana Pimbi kuna hiki na hiki na hiki, ni jambo la kawaida. Kwa hiyo alivyonunua mtu wa kwanza kuniinform ni mimi. Unajua watu ukiwaambia kwamba Rayvanny wakati ananunua gari, mtu wa kwanza kuwa informed ni Pimbi, mtu hawezi kuamini. Oh my god.
Simu gani? Samsung, Samsung. Rayvanny Boy huyu hapa. Hizi ni DM. Alafu nadhani unaweza kaona. Yupo active. Nakubali. Umeona hizi zote kanitumia. Si ndio hii dola laki ngapi? Dola 500. Umeona mpaka kaniambia yeye mwenyewe. Umeona? Mtu wa kwanza kuambiwa ni mimi. Mpaka bei na nini na kila kitu. Hii ni Rayvanny Boy. Si umeelewa? Kwa hiyo ni kwanza mimi naweza nikasema ukitoa hii Rolls Royce ya Diamond Platnumz, actually ni kama zinakaribiana. Okay. Kwa sababu tumesikia Rolls Royce almost 1B.5 or something like that. Hii ni 1B.2. Kwa zimekaribiana, tofauti yake ni ndogo sana. Kwa hiyo unaweza ukaziweka kwenye kategori moja kwamba thamani yake hazipishani sana. Kwa hiyo mimi nimpongeze Rayvanny. Na watu walikuwa wanamsema sana bosi wangu. Kweli. Walikuwa mpaka Doto. Habadilishi VIT, Doto mwenyewe kamshambulia. Doto magari. Sasa mwanzo na mwisho kumwambia bosi wangu gari lake la shamba. Anasema na VIT ya mwaka wa nyuma. VIT wamemshambulia bosi wangu na VIT. Lakini wakati wanamshambulia Rayvanny na mambo ya VIT, mimi Rayvanny alikuwa ananiambia Pimbi, sitaki kuwa na gari ili mradi gari. Nataka kutoka kwenye V8 niende kwenye gari ambayo itakuwa na thamani na ni ukweli na ni uhalisia. East Africa hakuna msanii mwenye gari kama Rayvanny. I'm talking about msanii. Hakuna msanii mwenye gari lenye thamani kama la Rayvanny. Ukimtoa Diamond Platnumz. Make hilo ni jini tuliache. Discover mpya imenunuliwa na Harmonize. Sisi milioni 500 ile shehe wangu. Ile milioni 500. Sasa ile milioni 500 unakuja kukompea na B.2 ndugu yangu. Kama mara 3 yake hivi. Gari ya Rayvanny kubwa. Kwa namna ambavyo Pimbi umeitazama, tumeshuhudia wasanii wakiwa wanashindana kwenye magari kutokana na brand za magari. G-Wagon ni gari sahihi kwa Rayvanny kutokana na level yake? Wagon inatisha sana. Wagon inatisha. Unasema kupandia milima sio? Nini kupandia milima? Anasema kupandia milima hajui. Gari ya kupandia milima inauzwa bilioni 1.2. Gari ya kupandia milima. Google wenyewe wanakuambia nini? Google. Shehe wangu, Google wanakuambia nini? Google, nataka twende Google tukajifunze. G-Wagon. Google wenyewe wanakuambia kitu gani juu ya gari kama hiyo ya Rayvanny Boy? Naomba Google msinikimbie tafadhali. Umeitafuta sana hiyo. Ongea search tu hapa. Ninge tu DM. Hii hapa nilomtumia Rayvanny. Inakwambia Wagon would like to be higher, customized or unique vehicle possible, a luxury brand like Mercedes-Benz G-Class specialized. Niko vizuri. Sasa baba, kama Google anakuambia hii ni luxury, alafu kuna mtu anakuambia ya kupandia milima, sasa tumuelewe nani? Yaani tumuelewe huyu anayesema ambaye anatoka Matombo Morogoro, anatuambia Wagon ni ya kupandia milima, afu Google anakuambia ni high luxury car. Google. Tumsikize Google. Tumsikize Google shehe wangu. Kwa hiyo hawa ambao wanaongea hivi kwamba wanachuki na Vanny Boy. Watu wengi hawapendi maendeleo. Kutokuelewa. No. Sisi wa Tanzania huwa hatupendani. Na wa Tanzania huwa hatupendi maendeleo. Yaani ukiona mtu amefanikiwa au amepata, badala ya wewe kuingia chuki ya kusema kwamba ngoja na mimi nipambane nipate kama hicho kipata, unaingia chuki kwamba kwa nini kapata. Unataka afeli, unaanza kukosoa kile kitu mtu alichokipata. Guys, I want to tell you that Rayvanny, he is number 1 artist mwenye gari la thamani. Rayvanny, he is number 1 artist who have number 1 car in Africa. Yes, East Africa. East Africa. Kwa hiyo watu wakae kwa kutulia. Watu wakae kwa kutulia kabisa. Nimeona wakina Nandi wananunua magari ni tu gari tule. Ana defender. Sijui yule Juksi kanunua kagari ni tu gari. Jamani, kuna gari alafu kuna tu gari.
Wasanii wengine ukimtoa Diamond na Rayvanny wana tugari. Tumalize na hili Pimbi. Ushauri wako kwa wasanii ambao wanataka kujitafuta kununua magari makubwa kama haya, wafanye nini? Sio akaitwa chumbani. Wajichange kwa sababu mimi nakumbuka Rayvanny alikuwa naambia bosi, lakini gari hatujabadilisha muda mrefu. Akaniambia Pimbi, tunatakiwa tukibadilisha tuchukue gari kweli. So tutoke kwenye V8 alafu tuende tena kwenye Discover. Alikuwa na gari moja tu V8. No, alikuwa na gari zingine tu. Alikuwa na BM ile alionunua almost kama milioni 200 hivi. Mimi naiko kwa sifuri. Milioni 200 kweli? Si kile kiko wazi, shehe wangu ukioni. Almost kama milioni 200. Ukamuuliza Doto akasema Doto akaanza kwa milioni 20 hiyo. Doto yule si unajua ana chuki na yeye. Kishaona gari hawezi kuiuza tu basi inakuwa ni eka. Sawa bwana Pimbi, shukrani. Lakini ushauri wako hujamaliza. Ushauri wangu mimi, vijana wajipange, wajichange. Usifanye kitu kwa mkumbo, wala usifanye kitu kwa kuiga. Rayvanny amekuwa ni somo kubwa sana. Na Rayvanny hakutaka kwenda kwa fashion eti kwa sababu Diamond amebadilisha gari, eti kwa sababu Harmonize amebadilisha gari, Nandy na nani basi na mimi nibadilishe. No. Rayvanny alitaka kuweka alama kwamba sawa, nyinyi badilisheni, lakini once mimi nitakapobadilisha nitaweka alama na nitaweka historia. Rayvanny amekuwa msanii wa kwanza Tanzania kumiliki wagon. Msanii wa kwanza Tanzania. Hiyo inabaki kwenye alama na kumbukumbu zote. Rayvanny ni msanii wa kwanza kumiliki gari aina ya wagon. 1.2 billion. Sio wagon, kuna wagon zingine shehe wangu bei zake kidogo ni hazijachangamka. Wagon ya kinyama kweli bilioni 1.2 ndio Rayvanny anaumiliki. Kwa hiyo watu wakae mkao kula. Usiige, usifate vitu kwa mkumbo. Jichange taratibu, nenda taratibu. Siku ukimiliki gari, umiliki gari ambayo wewe mwenyewe hata ukikaa nayo mwaka bila kuibadilisha unaridhika. Unaona Diamond anavyokaa na Rolls Royce, anamdaga naye. Lakini abadilishe, akiangalia hivi nyuma hakuna msanii ambaye anasogelea Rolls Royce. Kwa nini abadilishe sasa? Ndio kwanza Diamond sasa amini Rayvanny ndio amemshtua sasa Diamond. Badilisha na wagon hapa. Shukrani.